Nkasi oye! Nkasi Kwa kweli Nkasi raha. Nimevutiwa na mlivyojaza uwanja mpaka nje kule, na wengine nimewaona upande huu wako nje kule. Lakini si tu kujaza uwanja na bashasha iliyopo ndani ya uwanja. Nkasi oye! Asanteni sana. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Asha Rose Migiro, kaka yetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu na mratibu wa kampeni za mikoa hii, pamoja na ndugu yetu Fadhili Maganya ambaye ni mwenyekiti wa wazazi taifa akisaidiana na Mzee Pinda naye ni mratibu wa kampeni, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo nasi, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Rukwa pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya hii, nitambue uwepo wa wenza wa viongozi wetu wakiongozwa na dada Tunu Pinda wa Millennium Group, wagombea ubunge ndugu Salum Kazukamwe wa Nkasi Kaskazini na ndugu Moses Kaigele wa Nkasi Kusini, wagombea wa udiwani kwa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa dini, wazee wetu wa Nkasi, wasanii wetu pamoja na vikundi vya burudani, vikundi vya hamasa, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, kazi na utu. CCM oye! Ndugu zangu wa Nkasi na ndugu zangu wa Rukwa, kituo hiki ndio naanza ziara yangu ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa salama ndani ya mkoa huu. Na kwa sababu ni kituo changu cha kwanza, basi nipige hodi Rukwa, hodi Rukwa. Hodi Rukwa. Rukwa. Haya, mruke na mimi, mruke na wabunge, mruke na madiwani. Ndugu zangu wa Rukwa, nitumie fursa hii kushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa, waratibu wa kampeni pamoja na uongozi wa wilaya na wote waliosaidiana nao kwa maandalizi mazuri wa ziara yangu ya kuomba kura ndani ya mkoa huu. Nasema asanteni sana. Nimefurahi sana kurejea tena mkoa wa Rukwa na wilaya hii ya Nkasi baada ya ziara yangu ya kikazi ya mwezi Julai mwaka jana 2024, na nashukuru sana kwa mapokezi mazuri haya yenye hamasa kubwa sana. Ndugu zangu, asanteni sana. Ndugu wananchi, miongoni mwa kazi nilizozifanya mwaka jana nilipokuja ziara ilikuwa ni kuzindua jengo la huduma za dharura kwenye hospitali yetu ya wilaya, ikiwa ni sehemu ya vipaumbele vyetu katika sekta ya afya na ustawi wa wananchi. Nimesikia takwimu zilizotajwa hapa, mabilioni yaliyoletwa kwenye wilaya hii kwa ajili ya sekta ya afya ni zaidi ya bilioni 12 ambazo zimekuja kujenga hospitali za wilaya, vituo vya afya, zahanati, lakini pia kuongeza upatikanaji wa dawa. Hongereni sana wana Nkasi. Aidha, kitaifa, mkitupa ridhaa ya kuendelea, mkituchagua, basi tunakwenda kuongeza kasi ile ile ya kujenga vituo vya afya, na hapa tutakwenda kwenye kata za Nkinga, Nkwamba na Myula pamoja na zahanati nyingine 8, na tutaangalia zaidi haja zinavyotokea ndivyo tutakavyofanyia kazi. Lakini jengine kitaifa, ndugu zangu, tunakwenda kuanzisha mpango wa bima ya afya kwa wote ili kuwawezesha wananchi kumudu gharama za matibabu, ikiwemo magonjwa makubwa ambayo wananchi hawezi kumudu gharama bila ya bima ya afya. Lakini ndugu zangu, mnatambua lile jambo
If you haven't exercised in years, you have to start small with my beginner-friendly Tai Chi class. 3 reasons every man over 40 should start doing Tai Chi workout today. 1. It's one of the only workouts proven to help you live longer. Seriously, it's backed by science. 2. Just 1 week in and you'll notice the difference. Kwa upande wa elimu, pamoja na uwekezaji mkubwa kwenye elimu ya msingi na sekondari, miundombinu na ile elimu bila ada, vile vile tumejenga chuo cha VETA ili kuwapatia vijana wetu ujuzi muhimu na kuwawezesha kujiajiri au kuajiriwa au kujitegemea. Na kama mnavyofahamu, tumezindua sera ya mitaala mipya ya elimu ili kuwajengea vijana wetu uwezo wa kuyamudu mazingira yao kuanzia ngazi za chini za elimu. Mkituchagua, mkitupa ridhaa kuendesha nchi, pamoja na kuimarisha miundombinu ya elimu, tutaongeza watumishi wa elimu, na tumesema siku 100 tu za awali ndani ya ofisi taajiri walimu 7,000. Bila shaka mgao huo huko Rukwa utafika pia. Kwa upande wa kilimo sina mengi ya kusema. Niliyempa dhamana ya kuangalia sekta ya kilimo ameyasema vizuri, lakini ahadi yetu kwenu ni kuhakikisha tunaendelea kumlinda mkulima, tunaendelea kumwezesha mkulima, tunaendelea kusimamia kuhakikisha wakulima wanalipwa kwa wakati na kutokana na jasho lao walilolitoa. Lakini vile vile tutajenga minada ndani ya Nkasi hapa wilaya hii. Tutakwenda kujenga minada 3 ya mazao katika vijiji vya Ntuchi, Ntamila na Namanyere. Lakini katika hatua nyingine, mji wetu wa Namanyere unaendelea kukua kwa kasi kubwa, lakini hakuna soko lenye hadhi na lenye fursa nyingi kwa wafanyabiashara. Halikadhalika, stendi ya mabasi haiendani na hadhi ya mji wa Namanyere. Hivyo basi, ahadi yetu katika miaka 5 ijayo mkituchagua, tunakwenda kujenga soko la kisasa na stendi mpya ya magari katika mji wa Namanyere. Miradi hii mbali na kuwa chanzo cha mapato ya halmashauri, tachochea pia biashara na shughuli nyingine za kiuchumi kwa wananchi wa Namanyere au wananchi wa Nkasi kama wilaya nzima. Niseme pia tumepiga hatua kubwa katika nyanja nyingine pia. Katika kipindi hiki cha miaka 5 kwa upande wa umeme, tumemaliza takriban vijiji vyote kitaifa na tuko nusu ya vitongoji vya nchi nzima. Sasa kazi iliyobaki ni kumaliza vitongoji vilivyosalia. Hali hii ni hivyo hivyo kwa wilaya hii ya Nkasi. Na hivyo tunaweza kuikamilisha kazi hii ndani ya miaka 2 ijayo. Tanzania yote itakuwa ina umeme na hapana ambapo patakuwa hakuna umeme. CCM oye! Nani kama CCM? Na niseme kwa sababu tutakuwa na umeme wa kutosha, umeme safi wa kutosha. Sababu umeme wetu utatokana na maji kwa kiasi kikubwa, gesi, upepo na jua. Kwa hiyo vyote hivyo ni vyanzo ambavyo dunia hii inaviona kama ni vyanzo safi. Kwa hiyo tutakuwa na umeme safi au nishati safi. Sasa kazi itakayofuata baada ya kupata umeme wa kutosha ni kujenga viwanda vidogo na vya kati ndani ya wilaya zetu ili kuongeza mazao yanayopatikana kwenye wilaya hiyo. Sasa ndugu zangu, nizungumzie kidogo kwa upande wa miundombinu ya barabara. Kwa upande wa miundombinu ya barabara, kiwemo zile barabara ambazo zinapitika kwa shida misimu ya mvua, mkitupa ridhaa miaka 5 inayokuja, Chama cha Mapinduzi kinaahidi kujenga kwa lami barabara za Namanyere, Kizuite, Chelanganya.
na kuweka taa 270 katika mji wa Namanyere ili wafanya biashara wetu waweze kufanya biashara usiku na mchana. Na mkumbuke tunakwenda kujenga stendi, tunakwenda kujenga na soko la kisasa. Sasa lazima biashara ifanyike masaa yote. Lakini vile vile tutajenga barabara ya Mji Mwema Itekesia kwa kiwango cha changarawe. Hapa naingiza pia maombi yaliyotoka kwa wagombea ubunge wa Nkasi Kusini, zile barabara mbili alizozitaja kwamba zitoke TANROADS, zitoke TARURA ziende TANROADS. Taziangalia ukubwa wake, kama ni za TARURA tutaongeza bajeti TARURA zijengwe, na kama ni kubwa zaidi ya TARURA basi zitakwenda TANROADS. Lakini pia naingiza barabara ambayo ni Namanyere mpaka bandari ya Kipili ambayo ameiomba mgombea ubunge wa Nkasi Kaskazini, bandari ya Kipili na bandari ile nyingine ya Kabwe, na zenyewe naziingiza, tutaangalia uwezekano wa kuweza kuzijenga kwa lami. Ndugu zangu wa Nkasi, kuna swala la madai ya fidia, kiwemo wananchi waliopisha ujenzi wa barabara ya Kanazi Kipili. Niwahakikishie watu wote wanaodai fidia tutafanya uhakiki wa ndani, na yale madai yote yenye uhakika na ya kweli, hakika tunakuja kuyalipa. Hakuna atakayebaki bila kulipwa fidia yake. Lakini nawashukuru kwamba mmepisha kazi za maendeleo ziendelee na madai yamekaa yanasubiri. Hongereni na asanteni sana wanankasi. Ndugu zangu wa Nkasi, swala jingine tunalolipa kipaumbele ni swala la maji. Kama mnavyojua kwamba vyanzo vilivyopo ndani ya wilaya ya Nkasi havikidhi mahitaji. Kuna vyanzo vichache sana. Sasa suluhisho la kupata maji kwa kila mwanankasi ndani ya wilaya hii ni kutekeleza mradi wa maji unaotoka Ziwa Tanganyika, mradi ambao tayari uko kwenye mipango yetu, ambao tunaamini utaondosha kabisa changamoto ya maji hapa Namanyere, lakini na maeneo mengine ndani ya wilaya hii ya Nkasi. Na hapa nataka niunganishe ombi kutoka kwa mgombea wa Nkasi Kusini kuongeza ardhi kutoka hifadhi. Nasema nalibeba, tutaangalia uwezekano, tutaangalia mipaka hifadhi na shida ya wananchi, tutaona, na nitatuma timu ya sekta zinazohusika zije ziangalie hali halisi, halafu watatoa maamuzi. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni wahakikishie kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi miaka 5 iliyopita tulijipanga kuleta huduma za jamii kwa wananchi wote, nayo ni afya, elimu, maji, lakini pia umeme inaingia kwenye huduma za jamii. Tumefanya tulipoweza, kitupa ridhaa tutamalizia au tutaendelea kipindi cha pili ambacho tutatupa ridhaa tuendelee. Lakini tumejipanga kumwezesha mwananchi kiuchumi, nayo hapo inaingia mambo ya 10% mikopo ya halmashauri. Lakini nimesema utakapoingia tutaanza na bilioni 200 mkopo wafanya biashara ndogo ndogo, lakini tutaendelea na masuala ya ruzuku, elimu bila ada. Hayo yote ni kumfanya mwananchi asitumie fedha yake kulipia elimu au kulipia ruzuku, mbolea na mambo mengine. Fedha ile bakie mkononi, afanyie mambo mengine. Kwa tutaendelea na yote ya kumwezesha wananchi kiuchumi, ikiwemo ujenzi wa masoko, maeneo ya biashara na stendi zetu. Hayo ni kumwezesha mwananchi kiuchumi. Lakini vile vile tutafanya kazi kwenye sekta za uzalishaji ambazo zinajenga uchumi mkubwa wa nchi, nayo ni kilimo, mambo ya miundombinu, usafiri na usafirishaji, viwanda na mambo mengine. Yote tutaendelea nayo kuyatekeleza kama tulivyofanya kwa kasi ile tulivyofanya awamu ya kwanza au kipindi cha kwanza cha awamu ya 6. Tutaendelea kwa kasi ile. CCM oye! Nani kama CCM?
kazi na utu. Sasa ndugu zangu, sisi Chama cha Mapinduzi kazi yetu ni kufanya kazi. Kufanya kazi, kustawisha, kunawirisha na kuheshimisha utu wa mtu. Ndio maana tunasema kazi na utu. Kwa hiyo niwaombe sana mtupe kura zenu. Chagueni Chama cha Mapinduzi. Tukafanye kazi, tujenge utu wenu. Tunawirishe utu wenu. Tuheshimishe utu wa Mtanzania. Lakini kwa ujumla tuiheshimishe nchi yetu Tanzania pia. Sababu watu wakiwa na maisha mazuri na nchi inapata heshima ndani na nje ya nchi. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, niombe kura. Lakini kabla kuomba kura, nitakabidhi ilani kwa wagombea ubunge. Madiwani tayari wana ilani zao, halafu taomba kura. CCM oyee! Sasa ndugu zangu, ni wakati wa kuomba kura. Mimi niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan. Kazi yangu kuleta suluhu ya matatizo ya wananchi. Hiyo ndo kazi yangu kubwa. Ni mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nyuma yangu kushoto ni wabunge wetu wanaogombea jimbo la Nkasi Kusini na Nkasi Kaskazini. Mbele yetu ni waheshimiwa madiwani. Bunge dogo la wilaya ya Nkasi. Yale mabilioni yanayosemwa hapa huwa tunayateremsha kupitia halmashauri, na hawa ndio wanayapokea, wanajadili maelekezo tuliyoyatoa ya hizo fedha na wanasimamia utekelezaji wake. Ni madiwani hawa. Sasa ili tuende vizuri, inabidi hao madiwani wote wawe wa kijani, msiwachanganye. Mkiwachanganya watabishana kwenye vikao, maendeleo yatachelewa. Kwa inabidi mtuletee wote. Sasa mimi niliyeomba kura au niliyeomba kuteuliwa kwa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani, sote kwa pamoja tunaomba kura zenu wana Nkasi. Nkasi oye! Hebu nizione kura hapa uwanjani, nizione kura. Nizione kura, nizione kura. Asanteni sana wana Nkasi. Sasa niwaulize kwa kura hizi zilioko hapa, CCM inashindwaje? Haiwezi kushindwa, si ndio? CCM oye! Kazi na utu. Katuchagueni tufanye kazi, tujenge utu wenu ndugu zangu. Mungu awabariki sana. Tarehe 29 kama baba unatoka, toka na vijana wako na mama walioandikishwa, nendeni kapigeni kura. Kama mama unatoka, toka na vijana wako walioandikishwa, kapigeni kura. Wito kwa mabalozi wetu. Hakikisha kila aliyeandikishwa kwenye eneo lako kaenda kupiga kura. Kila aliyeandikishwa. Tukifanya hivyo, tutaiheshimisha sana CCM yetu. Tutakiheshimisha sana chama chetu. Na tunasema CCM oye! Kazi na utu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana wana Nkasi, Mungu awabariki. Asante sana, asante.